بني الإسلام على خمسة أركان في الدين: صوم وصلاة وزكاة حج والشهادتين. شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa baad, wanafunzi wa kidato cha kwanza kwa somo la elimu ya dini ya Kiislamu kwa mtaala ulioboreshwa, leo tunaendelea kuchambua juu ya kazi maalum baada ya kuangalia juu ya ufahamu wa dini. Ungana nami mwalimu Adam Salim Kaoneka tangu mwanzo wa kipindi hadi mwisho. Katika kuchambua ufahamu wa dini, tuliona kwamba kwanza kuna maana ya neno dini, ambalo kwanza kuna waliotafsiri katika jamii yetu kwa maana zao wanazozijua kutokana na kazi ya mwisho tuliyokuambia wafanye, ambapo ni kuangalia neno dini kama lilivyotafsiriwa katika kamusi la Kiswahili, na neno hilo hilo dini katika lugha ya Kiingereza wametafsiri kama religion. Kasema angalia maana ya religion kama ilivyobainishwa katika kamusi la Kiingereza, na kisha tukasema kwamba neno dini pia limetumika katika Qur'ani kwa maana 4 tofauti, ambapo tuliona kwamba maana ya kwanza ya neno dini ni mfumo wa maisha unaofuatwa na mwanadamu, lakini maana ya pili tukaona kwamba neno dini limetumika kumaanisha malipo ya siku ya kiyama, na vile vile neno dini limetumika kama mila au desturi. Na jambo la 4 tuliona kwamba neno dini lina maana ya uwezo, mamlaka na utawala, ambapo kwa ujumla tukahitimisha kwa kusema kwamba dini basi kwa mtazamo wa Uislamu ni mfumo wote wa maisha anaofuata mwanadamu katika kuendesha maisha yake. Ama mfumo huo atakuwa ameubuni yeye mwenyewe au mfumo huo utakuwa unatokana na mwongozo wa Mwenyezi Mungu. Kwa hiyo tukaona kwamba kutokana na hiyo basi kuna aina mbili kuu za dini. Kuna aina ya dini ya kwanza ambayo ni dini iliyofumwa na Mwenyezi Mungu, na aina ya pili ya dini ni dini ambazo ni kinyume na dini ya Mwenyezi Mungu, ambazo nazo zimegawanyika katika sehemu kuu 3, ikiwemo dini ya ukafiri ambayo yenyewe msingi wake mkubwa ni kukanusha kuwepo kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala, tukasema mfano ukomunisti. Na aina ya pili ya dini ni dini ambazo ni za kishirikina, ambazo Mungu amenasibishwa kwamba yupo lakini ana wasaidizi wake, ikiwemo miti mikubwa, jua, mwezi, mapango, milima, masanamu na kadhalika. Na tukasema mfano wa dini ya kishirikina ni upagani na uhindu. Lakini jingine ni dini ya utawa, ambao mfumo huu wa maisha watu wanakubali kwamba Mwenyezi Mungu yupo, lakini hapa duniani tumekuja kwa ajili ya kumtumikia Mwenyezi Mungu kwa kujinyima raha na starehe, ili baadaye Mwenyezi Mungu aje atupe raha na starehe za kudumu huko peponi. Tukasema mfano wa dini ya utawa ni mfano wa Ukatoliki pamoja na Ubudha. Watawa ambao wanaitakidi kuwa kuishi kwa raha hapa duniani ni ishara ya kukosa maisha ya raha ya milele huko akhera. Kisha tukapeana kazi kama nilivyosema ya kutafsiri neno dini katika kamusi la Kiswahili na neno religion katika kamusi la Kiingereza. Na kisha tukasema tunatofautishanaje tafsiri hizi na ile tafsiri ambayo tumeiona kwa mujibu wa mtazamo wa Qur'ani. Leo tutaanza kwa kuangalia zoezi zima la muhtasari wa watu waliojifunza katika ufahamu wa dini. Kwa mfano, ukiangalia tafsiri ya kamusi, nasema dini ni imani juu ya kuwepo kwa Mwenyezi Mungu muumba. Sasa ni upi upotofu wa tafsiri hii? Kwamba tafsiri hii haikubaliani na mafundisho ya Uislamu. Iko kwenye kamusi la Kiswahili lakini haifuatani na tafsiri ya dini katika Uislamu. Kwa nini? Kwanza anasema, je, ni kwa sababu imetolewa na makafiri? Na B, je, Mungu si lazima awe muumba? C, Mungu hatambui dini ila Uislamu? Na D, kwa sababu imetokana na kamusi. Swali la pili nasema zifuatazo ni maana za neno dini katika Uislamu isipokuwa maana ya neno dini katika Uislamu isipokuwa mila inayofuatwa na jamii ya watu. B, imani ya kuwepo kwa Allah. C, uwezo, mamlaka na utawala. D, itikadi au mfumo wa maisha. Ipi
sio katika hizi tulizosoma. Swali la 3 nasema kwa kutumia hoja mbili tofautisha mfumo wa maisha ya Uislamu na mifumo mingine iliyoundwa na wanadamu katika jamii unayoishi. Swali la 4 linasema oanisha maelezo ya dini katika orodha A na dini husika kutoka orodha B kwa kuandika herufi ya jibu sahihi mbele ya nambari husika katika daftari lako. Kwa hiyo orodha A tutazitaja zote 5. Kwanza, utaratibu wa maisha unaofuatwa na mwanadamu. Pili, utaratibu wa maisha unaokanusha mwongozo wa Allah Subhanahu wa Ta'ala na mitume wake. 3, utaratibu wa maisha ambao wafuasi wake umnasibisha mitume wa Allah kama mwana wa Mungu. 4, utaratibu wa maisha ambao wafuasi wake hujitenga mbali na harakati za maendeleo ya mwanadamu. Na 5, mfumo wa maisha unaojinasibisha na kutokuwa na imani ya dini. Sasa hapa kuna mifumo 7 iliyoainishwa hapa. Kwa hiyo kila moja katika hii utoe tafsiri yake ni ipi. A ni utawa, B dini, C Ukristo, D ukafiri, E ushirikina, F upagani na G Uislamu. Kwa hiyo kwenye hizi ziko orodha A ziko 5. Angalia tafsiri ya hizo dini kwa katika orodha B. Baada ya kumaliza sehemu hiyo ya kuchambua dini, tunaingia katika sehemu nyingine ya maudhui mengine ambao ni kuchambua ufahamu wa imani, ambao kama ilivyo desturi tutaanza na kazi ya wanafunzi kwa kushirikiana kusoma aya kisha kujibu maswali yanayofuata. Aya yenyewe ni aya ya 14 ya sura Hujurat, sura 49 katika Qur'ani, ambayo swali la kwanza linasema aya hii inahusu jambo gani? Na pili, aya hii unajifunza nini kutokana na aya hii? Aya hiyo inasemaje? Walisema wanaokaa jangwani, tumeamini. Sema uwaambie, hamjaamini kweli kweli bado, lakini semeni tumesilimu, maana imani haijaingia vyema nyoyoni mwenu. Kwa hiyo Qur'ani inasema, je, aya hii inahusiana na jambo gani? Na pili, unajifunza nini kutokana na aya hii? Baada ya hapo utafanya kazi nyingine inayofuata ambayo ni kusoma habari ifuatayo kisha kujibu maswali yanayofuata. Naanza kwa kusema hivi: neno imani katika lugha ya Kiarabu lina maana ya kuwa na uhakika juu ya kuwepo jambo fulani. Jambo hilo liwe halidirikiwi kwa milango ya fahamu, ila kuna dalili za kutosha za kuthibitisha uwepo kwake. Kwa mfano, Allah Subhanahu wa Ta'ala haonekani kwa macho, lakini Qur'ani inatupa dalili za kuwepo kwake. Na tunazifahamu nguzo za imani kutokana na hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam ifuatayo. Anasema, amesimulia Umar radhiallahu anhu kuwa Mtume sallallahu alaihi wasallam amesema, imani ni kuamini Allah na malaika wake na vitabu vyake na mitume wake na siku ya mwisho na kadari. Hadithi ambayo imenukuliwa katika kitabu cha Sahihi Muslim. Pia katika aya zifuatazo zimebainisha nguzo zote za imani. Kwa mfano, ukiangalia sura ya 4, sura An-Nisa aya 136, Mwenyezi Mungu anasema, enyi mlioamini, muaminini Mwenyezi Mungu na mtume wake na kitabu alichokiteremsha juu ya mtume wake na vitabu alivyoviteremsha zamani, na mwenye kumkanusha Mwenyezi Mungu na malaika wake na vitabu vyake na mitume wake na siku ya mwisho, basi bila shaka amepotea upotofu ulio mbali kabisa na haki. Lakini vile vile katika sura Al-Qamar aya ya 49 Mwenyezi Mungu anasema, kwa hakika sisi tumekiumba kila kitu kwa makadirio, yani kwa kadari, ambayo hiyo ni sura Al-Qamar aya 49. Kwa hiyo jibu maswali yafuatayo kutokana na hii habari ambayo umesikiliza sasa hivi. Taja mambo yanayopatikana katika habari uliyosoma. Na hapa tunasema uliyesikia. Na pili, unajifunza nini kutokana na habari hiyo? Au mambo mawili ndio ambayo unatakiwa uyajibie. Lakini kazi nyingine ni soma habari kisha jibu maswali yanayofuata. Anasema, amesimulia Umar radhiallahu anhu kuwa Mtume sallallahu alaihi wasallam amesema, ihsani ni kumwabudu Allah Subhanahu wa Ta'ala kama kwamba unamuona, kwani ingawa humuoni yeye anakuona. Hiyo ni hadithi nayo imerekodiwa katika Sahihi Muslim. Nguzo hii ya ihsani inatukumbusha kuwa Allah Subhanahu wa Ta'ala anatuona popote pale tulipo. Anasikia tunayoyasema hata tukinong'ona kwa sauti ndogo. Anajua hata yale tunayofikiri ambayo hatujasema kwa mtu yeyote,
kama anavyotubainishia katika Qur'an katika sura Al-Hadid aya ya 4. Mwenyezi Mungu anasema, naye yu pamoja nanyi popote mlipo, na Mwenyezi Mungu anaona mnayoyatenda yote. Na vile vile katika aya nyingine Allah Subhanahu wa Ta'ala anasema, ambayo ni sura ya 3 sura Al-Imran aya ya 5, bila shaka Allah Subhanahu wa Ta'ala kwake hakifichiki chochote kilichomo ardhini wala kilichomo mbinguni. Hivyo Muislamu anatarajiwa kuwafanyia wema viumbe wote duniani, wakiwemo wazazi, walezi na viumbe vyote waliomo ulimwenguni. Sasa jibu maswali yafuatayo kutokana na habari hii uliyosoma, kwamba nini maana ya ihsan? Jambo la pili, umejifunza nini katika habari uliyosoma? Baada ya hapo kuna hiki kielelezo cha nguzo za imani, ambapo ukitazama nguzo za imani zimejengwa katika 6. Ziko 6. Jambo la kwanza la juu kabisa pale ni kuamini Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ukienda upande wa kulia unaanza kuamini malaika wa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baada ya kuamini malaika kuna kuamini vitabu vya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baada ya kuamini vitabu vya Allah Subhanahu wa Ta'ala kuna kuamini mitume wa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Na baada ya kuamini mitume wa Allah Subhanahu wa Ta'ala kuna kuamini siku ya mwisho, na mwisho kuna kuamini kadari ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kwa hiyo hizi ndio nguzo za imani ambazo kila Muislamu anapaswa kuzitambua kwa kuzitaja na kujua undani wake. Baada ya kuangalia mchoro huo, kushirikiana na wanafunzi wenzako kusoma aya zifuatazo kisha ujibu maswali yanayofuata. Muumini wa kweli ni yule anaamini nguzo zote 6 za imani. Muumini wa kweli anaendesha maisha yake kwa mujibu wa Qur'ani na Sunna. Qur'ani inatubainishia baadhi ya sifa za waumini wa kweli katika aya zifuatazo. Mojawapo ni katika sura Hujurat aya ya 15. Mwenyezi Mungu anasema, wenye kuamini kweli kweli ni wale waliomwamini Mwenyezi Mungu na mtume wake, kisha wakawa si wenye shaka na wanapigania dini ya Allah kwa mali zao na nafsi zao. Hao ndio wenye kuamini kweli. Lakini aya nyingine ni sura Anfal sura ya 8 aya ya 2 hadi ya 4. Mwenyezi Mungu anasema, hakika wanaoamini kweli ni wale ambao anapotajwa Mwenyezi Mungu nyoyo zao hujaa hofu, na wanaposomewa aya zake huwazidishia imani, na wakamtegemea Mola wao tu basi, ambao wanasimamisha swala na wanatoa katika yale atuliyowapa. Hao ndio wanaoamini kweli kweli. Aidha, Allah Subhanahu wa Ta'ala amezitaja sifa za waumini katika suratul Mu'minun kwa kusema, aya ya kwanza hadi aya ya 11, hii sura 23, Mwenyezi Mungu anasema, hakika wamefuzu waumini ambao katika sala zao huwa ni wanyenyekevu, na ambao hujiepusha na mambo ya upuuzi, na ambao nguzo ya zaka wanaitekeleza, na ambao tupu zao wanazilinda isipokuwa kwa wake zao au kwa wanawake wale iliyowamiliki mikono yao ya kuume. Basi hao ndio wasiolaumiwa. Lakini anayetaka kinyume cha haya, basi hao ndio warukao mipaka ya Mwenyezi Mungu, na ambao amana zao na ahadi zao wanaziangalia, yani wanazitekeleza, na ambao sala zao wanazihifadhi. Hao ndio warithi ambao watairithi pepo ya Firdaus, wakae humo milele. Hiyo kama nimesema ni Qur'ani sura 23 sura Mu'minun aya ya kwanza hadi ya 11. Sasa maswali ni mawili tu. Mama, unajifunza nini kutokana na aya ulizosoma? Jambo la pili, ni zipi sifa za muumini zilizotajwa katika aya ulizosoma? Baada ya hapo tutaangalia juu ya mazoezi au zoezi la hiki kipande cha imani, ambapo ni kwamba watoto wa mzee Mtunu wanamwabudu Allah Subhanahu wa Ta'ala inavyostahili japokuwa hawamuoni. Je, watoto hao wanatekeleza mafunzo ya nguzo gani? Jambo la pili, katika Qur'ani sura ya 2 aya ya 8, Mwenyezi Mungu anasema, na katika watu wako wanafiki wasemao tumemwamini Allah na siku ya mwisho, na hali ya kuwa si wenye kuamini. Unafikiri kwa nini Allah Subhanahu wa Ta'ala anatufahamisha kuwa hawajaamini? Jambo swali la 3 tunasema, bainisha sifa za waumini katika suratul Mu'minun aya ya kwanza hadi ya 11. Hadi kipindi kijacho tutakapoanza kufafanua juu ya ufahamu wa tauhidi na shirki. Hadi kipindi hicho ni wageni. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Shahadatu an la ilaha illa Allah wa anna Muhammadar Rasulullah, iqamatu salah, ita'u zakah, wa sawmu Ramadan wa hajjul bayt man istata